unaodhihirishwa kwa neema yake. Ufungulivu ni uwezo wa Mungu unaodhihirishwa kwa neema yake kupitia kazi ya Roho Mtakatifu, mara nyingi akitumia mtumishi wa Mungu ili watu wake wapate uhuru wa kweli kutoka katika vifungo vya dhambi, magonjwa, lahana, hofu na nguvu za giza. Ufungulivu ni uwezo wa Mungu unaodhihirishwa kwa neema yake kupitia kazi ya Roho Mtakatifu, mara nyingi akimtumia mtumishi wa Mungu ili watu wake wapate uhuru wa kweli kutoka katika vifungo vya dhambi, magonjwa, laana, hofu na nguvu za giza. Mungu anatamani watu wake waishi katika uhuru, lakini mara nyingi kuna vizuizi vinavyofanya wasiupokee ufungulivu wao kwa ukamilifu. Mungu anatamani watu wake waishi katika uhuru, lakini mara nyingi kuna vizuizi vinavyofanya wasiupokee ufungulivu wao kwa ukamilifu. Ufungulivu ni uwezo ambao kiufupi uko ndani ya mtumishi wa Mungu. Mungu anauweka ndani ya mtumishi wake kwa lengo la kuwafungua watu wake. Watu wa nani? Watu wa Mungu. Kwa ni uwezo ambao Mungu anaweka ndani ya somo. Linasema kizuizi cha ufungulivu. Kizuizi cha ufungulivu ndo somo. Kizuizi cha ufungulivu. Kwa ufungulivu ni roho ambao Mungu anaweka ndani ya mtumishi. Sema ndani ya mtumishi. Na hiyo roho ni nguvu. Lengo na madhumuni ni kuwaponya watu, kuwafungua watu kutoka kwenye vifungo vya dhambi, vifungo vya magonjwa, vifungo vya umaskini na kadhalika. Lakini vipo vizuizi vinavyowazuia watu wasipokee ufungulivu wao kamili, wasipokee ufungulivu wao jinsi ipaswavyo. Kwa hiyo vitakapoondoka vizuizi, utaanza kuona direct, kutakuwa hakuna kinachokuzuia kupokea uponyaji. Utakuwa free. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tutasoma kitabu kile cha Isaya nadhani 60 mstari wa kwanza ule. Ndio. Nasoma. Ondoka uangaze. Hebu Luka soma 61 hiyo. Hiyo tutairudia baadaye. Soma kwanza hiyo. Ndio. Nasoma. Ndio. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa sababu Bwana amenipaka mafuta. Kwa sababu Bwana amenipaka mafuta. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Nataka turudie sehemu hii. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Turudie tena. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Turudi tena. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Turudi mara ya mwisho. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Tuendelee. Amenituma ili kuwatangazia waliovunjika moyo. Ndio. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Ndio. 2. Kutangaza mwaka uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Kuwafariji wote waliao. Ndio. 3. Kuwaangizia hao walio katika Sayuni. Wapewe taji ya maua. Ndio. Badala ya majivu. Isha pale. Tutaendelea wasomaji mpaka mwisho. Bwana asifiwe sana. Basi naomba tuendelee. Uweke kwenye box. Sawa. Haleluya. Sema amina nzuri. Roho Bwana yu juu yangu. Ili ni neno ambalo katika namna nyingine itasema mahubiri ya kwanza ya Yesu
mahubiri ya kwanza ya nani? Ya Yesu ilikuwa hayo. Alipopewa kitabu chuo cha nabii Isaya aweze kusoma, yani akachukua kifungu kile cha nabii Isaya katika chuo, akasema Roho wa Bwana hii juu yangu, Bwana amenipaka mafuta ili kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Haleluya. Kwa tunakuja kuona kwamba katika dunia Kristo, ili aweze kutupata sisi kutoka kwenye utumwa, kutoka kwenye mateka ya mwovu shetani. Nimewahi kufundisha tulikuwa mateka vipi. Haleluya. Yani ili tutoke kwenye mateka, tutoke kwenye utumwa wa mwovu shetani, kuna kitu kimoja tu ambacho Yesu alikuja nacho. Hata kabla ya kumwaga damu, kuna kitu ambacho alikuja nacho. Angalia, aaminie na kufanyeje? Na kubatizwa, atafanyeje? Ataokolewa. Na asiamini atafanyeje? Hatahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na wote waaminio. Sema amina nzuri. Kwa hiyo kitu namba moja ambacho Yesu alikuja nacho, halikuja na injili ambayo inaitwa habari njema. Injili maana yake ni habari njema. Nikisema habari njema, nikisema leo umepokea milioni 20, ni habari mbaya hiyo. Nikisema leo kuna mtu anafunga ndoa, ni habari mbaya. Si habari mbaya, ni habari njema. Kwa hiyo Yesu alikuja kuileta habari njema. Iletao nini? Wokovu. Kabla ya kumwaga damu, kuna kitu kilitangulia, kinaitwa habari njema. Sasa habari njema inawahusu wakina nani? Haleluya. Maana habari njema ndio inabeba habari ya kufunguliwa kwetu, kutangaza mwaka wa neema kuliko mwaka wa kilio, kutangaza wafungwa uhuru wao, walioumwa wapone, waliofungwa wafunguliwe na kadhalika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kinachokuja kuleta habari njema kwetu, haleluya, ni injili.